kuhusiana na ulinzi wa mtoto. Mazingira ambayo nafanya kazi ni kuwafikia watoto mahali walipo shuleni, ndio, kanisani, msikitini, kwa ajili ya kuwaelimisha wapate maarifa ya kujilinda dhidi ya ukatili wa kijinsia na mambo ya uhalifu. Kwa hiyo kwa swali lako sasa mtangazaji, ndio, ambalo umeuliza kwamba wanakuwa na tabia gani? Kwanza, watoto wale ambao wamefanyiwa ukatili katika umri mdogo huwa wanakuwa na tabia zifuatazo ambazo wazazi wanataka kujua. Tabia ya kwanza, huwa anakuwa ni muongo. Ndio mtoto ambaye amefanyiwa ukatili. Na huo uongo anautengeneza kwa ajili ya kujihami kwa sababu ameshakuwa na hofu. Sasa nijiepushe labda na hatari, lazima nidanganye kitu fulani. Kwa watoto wanakuwa ni waongo, lakini pia watoto hao wanakuwa na hofu muda wote, hawawezi kujiamini. Umeona, lakini vile vile ubunifu wanakuwa wamepunguza. Jambo lingine, watoto hao wanakuwa wezi, wanaweza kawa na dokoa na kuchukua vitu vichache, na tabia wasiposaidiwa zikiendelea, akiwa mkubwa ndio wanakutana na wahalifu. Ndio. Umeona, lakini cha mwisho ningependa kusema huwa ni watoro, wanapenda kujitenga. Shuleni wanakuwa hawajui darasani vizuri, nyumbani hata wanakuwa watoro nyumbani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa. Na ni rahisi sasa kuingia kwenye makundi ambayo ni hatarishi katika maisha yao. Kwa uchache naweza kusema hivyo, lakini vipo vingi. Okay. Wakati mkiwa mnadili na hivyo vitu, huwa mnawakusanya watoto, mnawapatia hizo elimu huko kwenye jamii wanazokaa, mitaani au shuleni, au inapitiaje kwa wazazi au watoto direct? Asante sana ndugu mtangazaji. Jeshi la Polisi Tanzania iliona hiyo hatari, athari za mambo ya uhalifu kwenye jamii, na likaona kwamba kumtengeneza mtu mzima ni changamoto. Ndio. Inatakiwa tuanzie akiwa mdogo. Samaki mkunja angali mbichi. Kwa hiyo wakaanzisha program mbalimbali ambazo ziko chini ya community policing, kwa maana ya polisi jamii. Miongoni mwa hiyo program ni pamoja na dawati la jinsia na watoto, ambalo ndani yake ina program ya usalama kwanza. Kwa hiyo kuna mitaala maalum ambayo inatuongoza sisi kufundisha labda darasa la kwanza, mtaala wake upo, la pili mpaka la 7. Ndio. Kwa hiyo ina maana kuna mitaala. Kwa hiyo tukitaka kwenda, huwa tunaomba ruhusa kwa walimu, si kwamba leo na kipindi wanatupatia kipindi tunazungumza na watoto. Kutegemea, je, unataka kuzungumza watoto wa lika gani, unazungumza nao. Lakini wazazi wao tunawapata pale ambapo tunawaita kwenye vikao. Kwenye vikao tunazungumza nao, lakini wakati mwingine tutazungumza kupitia taasisi za dini, kanisani tunawapata, au msikitini tunawafikia. Okay. Wazazi wanajitokeza. Unajua mzazi ukishaona anaitwa kwenye dawati la jinsia, mawazo yake yote anakuwa au nimefanya hivi au blessing kafanya hivi, kuna nini tena? Yaani kuna ile hofu. Wazazi wakiitwa kupewa hizo elimu wanajitokeza. Na je, watoto mnawajengeaje hayo mazingira ya nyinyi kuwasikiliza? Maana mtoto akishaona umevaa gwanda la polisi anaanza kuona kama vile au nimekosea. Kuna ile uoga. Kwa kuondoa uoga wa wazazi na watoto, huwa mnafanya nini? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwenye jeshi la polisi tunaongozwa na sheria inaitwa Sheria ya Polisi na Polisi Wasaidizi sura ya 322. Ukisoma pale kifungu cha 5 kinaelezea majukumu ya polisi. Yako kama 5. Lakini miongoni mwao nataka nikutajie mawili. La kwanza, tunasema kuzuia uhalifu usitendeke. Lakini lingine kuna kukamata wahalifu, kuwafikisha mahakamani. Sasa katika mazingira hayo, maana yake kazi za polisi zimeangukia kwenye vipengele viwili. Moja, kuzuia kwa maana ya vitendo vya kutengeneza urafiki ambapo watu wasiogope. Kwa hiyo program ya usalama kwanza, kazi yake ni kutengeneza urafiki kwa watoto, kwa walimu, kwenye jamii, kiasi kwamba wanakuwa na imani na jeshi la polisi. Na tunahudumia kwa huduma za kipolisi kwa urafiki kabisa. Na ndio maana leo niko na blessing ambaye tayari tumekutana katika kutoa huduma hizi, nikasema ana talent, tunaweza tukamhamasisha. Lakini kuna ile ya tunasema reactive measure, ambayo tunasema ni kupambana sasa kitu ambacho kimeshindikana kuzuiwa,
matokeo yake lazima tupame. Sasa wale ndio wanaogopa. Anajua kama tuna polisi atapelekwa hivi, kwa sababu ni ya hofu. Lakini kwa programu hizi tulizonazo ni kuwaelimisha na tunatengeneza urafiki vizuri. Na huwezi kuamini ndugu mtangazaji, nikifika pale kama polisi na nina uniform zangu hivi, watoto wananikimbilia, mnakaa na mnaongea safi kabisa. Okay. Naam. Akina Blessing. Basi hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Lakini sasa jeshi la polisi linafanya juhudi gani au linachukua hatua gani pale ambapo linaona watoto wamefanywa ukatili? Ni process gani ambazo mnazifanya mpaka kufanya sasa mtoto huyu kupata haki yake na wale ambao wamefanya hicho kitu kuwajibishwa? Okay, mimi nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Tuna program tunasema mbinu ya sekta mseto. Ndio falsafa yetu ambayo tunaitumia. Mbinu ya sekta mseto iko katika mfumo wa pembe tatu. Pale unakuta kuna polisi, ndio maana kuna mwalimu wa usalama wetu kwanza yuko hapo. Lakini kuna engo nyingine unakuta kuna mwalimu ambao utamkuta shuleni. Ndio. Lakini pia upande mwingine kuna mzazi na wadau mbalimbali, ikiwemo afisa ustawi wa jamii na watu wengine wanaohusika mambo ya shule. Kwa mfano mtoto labda ni mhanga wa changamoto za ukatili wa kijinsia. Hatua ya kwanza huwa tunamwasilisha kituo cha polisi. Kwa hiyo tunamuongoza, kwa sababu wengine labda ana hofu, tunamuongoza. Ndio. Anapata PF3, anapimwa kwa daktari kupima madhara yaliyotokea na apate huduma. Tunamuunganisha kwa maafisa ustawi wa jamii apate ushauri wa kisaikolojia. Vitu kama hivyo vinakwenda na hatimaye tunafungua shauri linalotokea kwenda kwa mwanasheria, inakwenda na hatimaye mahakamani kwenye chombo kinachotafsiri sheria. Kwa tunafanya kwa ushirikiano kwa namna hii. Okay. Naam. Okay, na ningependa tu tugusie tena hii mada yetu ya leo sasa. Utuambie ni stadi za maisha zipi ambazo sasa inabidi tuwafundishe watoto. Kwa hiyo hata mzazi anayetusikiliza hapa aweze kuchukua kitu kutoka kwako. Na kwa sababu wewe unalinda watoto na ni inspector, lazima ni kitu muhimu na ni kitu ambacho kinazingatiwa zaidi. Tupitishe hapo kwenye hizo stadi za maisha za kuwafundisha watoto ili waepukane na ukatili wa kijinsia. Nakushukuru sana. Kwanza ndugu mtangazaji, nikwambie sasa hivi kumekuwa na ongezeko la ukatili sana wa kijinsia. Unaripotiwa matukio mbalimbali. Sasa sababu ambayo mimi kama mtafiti, mimi pia ni mtafiti kwa sababu nimesomea mambo ya ustawi wa jamii. Ndio. Kwa hiyo ninafanya utafiti kwa haya mambo. Nimegundua kwamba kuna kitu tunaita social distance. Umbali wa mahusiano kati ya mzazi na mtoto. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anakuwa mpweke, anakuwa rahisi kufanywa ukatili. Kwa hiyo sasa katika siku ya leo ndio maana nikaona tuwashirikishe wananchi waweze kuelewa kwamba mtoto anatakiwa afundishwe stadi za maisha ambazo zitamsaidia jilinde dhidi ya ukatili wa kijinsia. Na hizi zitatusaidia mambo yafuatayo, malengo yake. Moja, baada ya kuwa amesikiliza mwananchi, mtoto atakuwa na uwezo wa kuwa jasiri na uadilifu na kuwa na maadili bora. Lakini faida nyingine, jamii yenyewe itakuwa salama isiyokuwa na ukatili wa kijinsia kwa watoto, tutakuwa tumepunguza. Ndio. Na kingine pia tutakuwa tumeimarisha ushirikiano baina ya sekta mbalimbali, kwa maana familia, shule, polisi na taasisi za dini na serikali. Na mwisho tutapunguza kabisa kiasi cha matukio ya ukatili. Ndio. Kwa hiyo tunaweza kusema sasa kwamba mojawapo ya stadi ambayo tunazichukua, ya kwanza kabisa ambayo anatakiwa kuchukua, anatakiwa mtoto afundishwe kujitambua. Tunaita self awareness. Yes. Kwa hiyo ina maana mtoto akiwa na maarifa au stadi ya kujitambua, tunasema watoto watakuwa na ufahamu wa kujitambua kwamba mimi nina thamani, mimi ni kiumbe wa Mungu. Kwa hiyo hata kubali kuchezewa mwili wake. Ndio. Unaona, kwa sababu tayari anakuwa ana kitu hicho tunasema ana elimu au stadi ya kujitambua. Lakini atatambua hisia zake kwa maana ya furaha, huzuni, woga, hasira na jinsi ya kuzieleza na kwa njia salama. Unajua ndugu mtangazaji, kuna baadhi ya watoto, kwa mfano kuna juzi hapa nilikuwa na suluhisha watoto. Mtoto mmoja amekofishwa kidogo tu, alichukua maamuzi ya kumpiga mwenzake kiasi cha kumuumiza. Mwingine akampiga jeraha kichwani. Sasa yule
ameshindwa kule kujitambua na kumudu hisia zake. Kwa akijua kwamba kumbe ninaweza nikahimili hisia zangu kutokana na mazingira nilionayo. Kwa hiyo akifundishwa hiyo self awareness itamsaidia. Lakini stadi ya pili, au hata kabla ya kusema kwenye stadi ya pili, kwenye Biblia lazima wajue mwongozo wa Biblia pia. Kwenye Biblia tunajifunza kwamba Zaburi ya 139 ile aya ya 14 anakuambia nimekustawisha kwa ajabu ya kutisha. Kwamba Mungu tukimweka mbele anaweza akatustawisha na akatupa stamina ya kuwa na hiyo self awareness, hata kumudu hisia zetu. Anaweza katusaidia. Na tuende tutuguze ingine sasa ya stadi ya pili. Stadi ya pili tunaweza kusema stadi ya kujitawala. Ndio. Inaitwa self control. Kwa hiyo mtoto anatakiwa afundishwe namna ya kufanya mambo kwa msukumo wa hisia, ambayo anaweza kudhibiti hisia zake. Anaweza kujitawala, anaweza kufanya maamuzi yeye mwenyewe, sio kutegemea kila kitu anakuwa tegemezi. Kwamba mtu amwambie fanya hiki. Na yeye anaitikia. Umeona? Kwa hiyo kwa mfano kuna baadhi ya watoto, mimi nikupe kisa kimoja. Kuna mtoto ameshirikishwa kujihusisha na uhalifu. Wanampeleka, anaingizwa kwenye dirisha, kwenye nondo, anachukua vitu. Watu wakubwa wanafanya nini? Wanabeba. Kwa sababu yeye anakuwa mdogo anaweza kuingia. Sasa pale angekuwa na stadi ile ya kujitawala, self control, angeweza kusema kwamba mimi hivi vitu siwezi kuvifanya kwa sababu naona ni vina matokeo mabaya, vitaniletea madhara. Tunasema anakuwa na independent, anakuwa na maamuzi ya kujitegemea.